Hii ni kwa professional wote au kozi yoyote ile au kazi yoyote ile. Jitahidi sana ujue the basic role za kazi yako. Wewe ni HR, basic role ya HR ni hipi? Wewe unajua majukumu yako ya msingi. Je, wewe kama HR, nini na nini unapaswa uvijue kama HR? Umesoma kozi nyingi shule, lakini mwisho wa siku unatakiwa uvijumuishe vyote katika utendaji wako wa kazi. Kwa hiyo jua yale majukumu mama, kwa sababu vyote vinakuja kwenye majukumu mama. Unaweza kujiuliza, najuaje majukumu yangu mama? Angalia job description mbalimbali. JD nyingi zinaeleza wanakutaka wewe ukafanye nini. Hebu jianze kujievaluate kabla tu hujaipata hiyo kazi. Anza kujievaluate. Katika hivi vitu ambavyo vinakuaga required katika nafasi yangu mimi, kipi ninajua, kipi sikifahamu? Mimi huaga nasema, yaani ukiniita kwenye interview, I'll get that job. Labda nisitaki. Nimeomba interview. Labda msiniite. Yaani ilikuwa ukiniita, I'll get that job. Labda nishindwe uko aptitude, sijui kwenye kuandika, lakini kwenye kujitetea, kwenye kujieleza, unanipa kazi. Yaani najitetea kabisa, maana unapofanya interview ya kazi, yale ni maisha, unapambania maisha. When you win, umeyapata yale maisha. Na kwa nini nilikuwa naweza kuwin kirahisi? Ni kwa sababu kwanza nilikuwa naangalia job description inataka nini. Kwa job description naanza kuangalia kwanza majukumu yangu mimi ya msingi. Kama ile nafasi ni uhasibu, majukumu ya msingi ni yapi? Compliance will be number 1. Kampuni nyingi zinateseka huko, makodi yameenda vibaya, watu wamechelewa kufaili malitani manini. Kwa taasisi nyingi sana zinatafutaga wahasibu ili compliance zao ziende vizuri. Kwa na hakikisha kipengele cha compliance ninakijua kuanzia tarehe kufaili and everything inakulipa. Yaani naangalia matatizo ambayo kampuni nyingi zinapitia. Kuandaa final account ni kampuni nyingi zinataka hivyo. Zinataka mtu ambaye anaweza kuandaa hivyo vitu. Kwa hiyo mimi nitahakikisha najua kwenye kuandaa hiyo final issue hivyo vitabu, natakiwa nijue nini na nini na nini na nini. Kwa hiyo mimi nitasoma. Yaani mimi interview nilikuwa nasoma kama naenda kwenye mtihani. Yaani wewe kwenye mtihani unasoma sana, alafu kwenye interview usome. Kwa nini usisome? Yaani kwa nini usisome kwenye interview wakati pale ndio unaenda kupambania maisha? Ile sasa ndio unatakiwa usome sana, kwa sababu ile ndio maisha. Yaani ugali huo hapa, wewe uko hapa. Soma, angalia job description. Usiende kwenye interview kizembe. Mimi hakuna interview ambayo unaenda kizembe, yani naenda tu, hapana. Mimi kila kitu najiandaa. Yaani sina show ndogo. Haijalishi interview ni kubwa au ni ndogo, lazima nikae chini, muda wa kureview, muda wa kuangalia hii taasisi inafanya nini, ni kazi gani imeandika, na mimi natakiwa nijiandae kwenye eneo gani. Lazima Google, lazima nitaperuzi, lazima nitapitia, lazima ninasoma. Yaani mimi mpaka mtu ananiambia, interview kama unafanya mtihani." Yes, ule ni mtihani. Ni mtihani wa maisha. Ni mtihani. Yaani imagine mtu umefanya interview labda written, umefaulu, umeingia kwenye all. Yaani pale soma kufa kuzika. Sasa unaweza soma strategically. Usisome tu vitu randomly. Lazima watataka kujua majukumu yako main unayajua. Changamoto ambazo taasisi hizo zinapitia kwa wakati huo unaweza ukazitatua. Makampuni yanaajiri kwa ajili ya kutatua changamoto zake, kwa ajili ya kumake profit. Na wewe wanakupeleka pale kwa sababu wameona kuna gap, wanataka kuiziba, wanataka wakutumie uisaidie kunufaika. Sasa wewe unaenda kutumikaje kwenye ile kampuni? Kwa taaluma yoyote ile, hakikisha unayajua majukumu yako makuu. Wewe ni engineer, jua majukumu yako makuu kama ni engineer. Wewe ni human resource, hakikisha unayajua majukumu yako. Wewe ni procurement, hakikisha unajua majukumu yako. Wewe ni mwanasheria, hakikisha unajua majukumu yako mama. Mnavyosoma huko mnaambiwaga, hakikisha unajua. Yaani acha kuyajua ni general, sasa yajue ni specific. Jua kabisa mimi majukumu yangu ni haya na haya na haya na haya. Wewe sijui ni receptionist, jua majukumu yako customer care is one among the thing. Wewe receptionist unajibu watu vibaya. Huna hospitality ya kuongea vizuri. You don't look smart. Haya mambo yanakuangusha. Yaani jua majukumu yako, mimi natakiwa niweje. Si mnaonaga wanasheria wanavovaaga suti. Anajua majukumu yao, wakienda kwenye makesi mle ni suti nyeusi wanavaa, wako nadhifu kabisa. Wanapendeza kabisa. Kwa hiyo embo act like hicho cheo. Act like hiyo nafasi. And then iseme with confidence. You understand it. Jamani, dunia sasa hivi mmerahisishiwa sana. You can sit there with your AI, ask questions. Ask maswali yote unayotaka kuyauliza, itakuelekeza. Ongeza na akili zako. Go to their website.
search vitu wanafanya. Angalia wewe ukienda pale utaongeza nini. Angalia wewe ukienda pale, yani jiongeze. Sasa sijui nikwambieje jiongeze. Sasa kama na majukumu yako utayashindwa ndugu yangu, basi hapo tena mtihani. Kwa hiyo vingine vijue, ibakie tu ile practical ukiingia ndani ya ofisi sasa kuangalia, kwa sababu wana system zao, wana utaratibu wao, wana kacha yao, ibakie hiyo. Lakini nje ya ofisi ushajua majukumu yangu mimi napaswa kufanya hiki na hiki na hiki. Then ukiingia ofisini sasa umepata ile nafasi, utajiadjust accordingly. Hilo ndo nitamani kukushirikisha kwa leo.